Jicho Letu. Mtazamaji wa Sky TV popote pale ambapo upo, matumaini yangu kwamba unaendelea vyema, na asante kwa kuchagua TV yako bora kabisa, kwa sababu unaamini kile ambacho unahitaji kukifahamu kinapatikana hapa. Karibu katika Jicho Letu. Jicho Letu linaangazia yale ambayo yanakuhusu katika nafasi ya mafanikio, yale ambayo changamoto ambayo ipo katika kuelekea katika mafanikio, na kubwa zaidi natizama kuhusu ilani ya Chama cha Mapinduzi, utekelezaji wake. Yote hayo tutanajua kutoka hapa. Sasa tunapata nafasi ya kuwa na waheshimiwa mbalimbali, waheshimiwa wabunge, ili kuweza kuzungumza nao kuhusu utekelezaji huo wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Katika Jicho Letu, mimi naitwa Maliango Mugeta, nikukaribisha sana. Na leo niko mkoa wa Tabora, katika jimbo la Sikonge. Katika mkoa wa Tabora kwenye jimbo la Sikonge, ambapo niko na mheshimiwa mbunge Joseph Kakunda, yeye ni mbunge wa jimbo la Sikonge mkoani Tabora. Nia na madhumuni ni kuimulika Sikonge, kuangalia kile ambacho kimefanyika Sikonge katika kipindi cha miaka 5 na zaidi, na kujua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Sikonge ukoje. Karibu sana katika Jicho Letu mheshimiwa mbunge. Asante sana, shukuru sana. Naam, habari ya bungeni? Nashukuru sana, tumeendelea vizuri na nimefurahi sana kuja hapa Sky TV kwa mara ya kwanza. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana. Kuita zaidi na zaidi. Asante sana. Asante sana. Napenda kuweza kufahamu kuhusu Sikonge, jimbo la Sikonge ambalo wewe ndio mbunge wake kwa sasa hivi. Lakini tunataka kufahamu kwanza, utawala wako katika Sikonge ni wa muda gani? Ni miaka 5 au ni zaidi ya miaka 5? Karibu. Kwanza kabisa, jimbo la Sikonge ndio wilaya ya Sikonge. Wilaya ya Sikonge na jimbo moja tu linaitwa Sikonge. Licha ya ukubwa wa kijiografia, kilomita za mraba 27,873, zaidi ya ukubwa wa nchi ya Rwanda, lakini vile vile mikoa zaidi ya 11 inazidiwa kieneo na jimbo langu. Japokuwa watu idadi ya watu wako, wakati wa sensa walikuwa watu 336,886. Kwa sasa hivi makadirio ya leo ni watu 363,100. Kwa hivyo kwa kweli jimbo ni kubwa, na mimi nimechukua kiti hiki cha ubunge kutoka kwa mtangulizi wangu Mheshimiwa Said Juma Nkomba mwaka 2015. Kwa leo hii na miaka 10 na kwenda kuikamilisha rais atakavunja bunge tarehe 27 mwezi wa 6. Sawa. Kwa ni miaka 10. Hongera sana. Na miaka 10 sio heshima ndogo, ni heshima kubwa ambayo nimepewa na Chama cha Mapinduzi. Kabisa. Ukubwa wa jimbo la Sikonge kama anavyosema, na upande wako ambao umeweza kuongoza jimbo hilo kwa muda wa miaka 10. Nataka kufahamu utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi umefikiwa kwa kiwango gani? Na je, umevuka kile kiwango ambacho kilikuwa kinahitajika au la? Karibu. Kwanza mimi napongeza usikivu wa marais wetu ambao ni wenye viti wa Chama cha Mapinduzi. Kwanza tulianza na Rais Dr. John Pombe Magufuli marehemu, Mungu amlaze pema, na baadaye akaja Rais Samia Suluhu Hassan. Na mimi niseme tu kwamba wenye viti wetu hawa wa Chama cha Mapinduzi, hasa Rais Samia Suluhu Hassan wa sasa, hakuna jambo ambalo tumepeleka kwake la wananchi ambalo alilikataa kupitia mawaziri wake. Kila jambo tumepeleka limekubalika. Aidha kama labda budget inasumbua, tumeambiwa subiri. Kwa hiyo jambo hili la kusikilizwa ni jambo kubwa sana kwa Chama cha Mapinduzi. Sio vyama vyote unaweza ukapeleka jambo kwa mkubwa wako akalisikiliza na akasema hili sawa, wapeni wananchi. Lakini kwetu sisi tumepewa vitu vyote ambao tuliviomba, na vingine ambao tumeambiwa tusubiri. Ikiwa swala la jimbo tumeambiwa tusubiri mpaka baadaye. Kwa hiyo utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwenye jimbo la Sikonge mpaka sasa hivi kati ya 2020 mpaka 2025 tumefikia asilimia zaidi ya 95. Na hii 5% ni ile miradi ambayo bado inaendelea tu kutekelezwa, haijakamilika. Ninaamini mpaka siku uzinduzi wa kampeni za uchaguzi mkuu unafanyika tutakuwa tumekamilisha 100%. Kwa hiyo tuko vizuri. Tuanze katika miundombinu. Hali ikoje? Kwanza ni jambo la kushukuru sana Mungu. Kazi kubwa sana imefanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kubwa sana. Kwa mfano mwaka 2015 Sikonge hatukuwa na barabara ya lami ile ya kitaifa.
lakini leo hii tuna barabara ya lami inaanzia Tabora mjini inapita jimboni Sikonge na kwenda mpaka Mpanda, na matumaini makubwa ni kwamba mpaka katika miaka 5 ijayo itajengwa kuanzia Ipole mpaka kuunganisha na mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa sana. Lami ile ya super pave ilikuwa haijawahi kuonekana katika jimbo la Sikonge, lakini leo inaonekana. Ndani ya mji sasa hivi ndani ya mji wa Sikonge lami imeshavuka kilomita 15. Sasa hivi ni wilaya chache sana ambazo zinazozidi kwa upande wa lami za mjini pale makao makuu ya wilaya. Tuko vizuri. Upande wa barabara za vijijini ambazo ziko chini ya TARURA nako maendeleo ni makubwa sana. Sasa hivi wahandisi wa TARURA wanajenga madaraja ya mawe ambayo yanapitisha maji mengi. Kwa hiyo uwezekano wa barabara kuharibiwa kwa sasa hivi baada ya madaraja yale kukamilika unakuwa mdogo. Na kule ambako walijenga madaraja hayo kwa kweli wameweza kudhibiti maji ya mvua yasiharibu barabara. Ingawa kwa kweli mvua zikizidi nazo huwa zinaleta madhara, lakini serikali iko macho katika kuhakikisha kwamba imerejesha miundombinu kama ilivyokuwa. Kwa upande wa umeme tumepeleka umeme kwenye makao makuu ya vijiji vyote 71. Hakuna kilichoachwa. Na hili jambo Watanzania wanaweza kaliona la kawaida, lakini sio la kawaida. Alikuja mufti mkuu wa Burundi kututembelea Sikonge pale, alikuwa na Waislamu. Akawa anashangaa usiku kuna umeme vijijini, akawa anashangaa. Nasema kwao umeme haujafika katika vijiji vingi. Kwa hiyo sisi kila kijiji kina umeme, angalau kwenye makao makuu ya kijiji. Wanachofanya sasa hivi ni kufanya jazia ili nyumba ambazo hazikupata umeme ulipoingia zipate umeme. Programu inayokuja ambayo imeandaliwa vizuri nao sana ni programu ya umeme kupeleka kwenye vitongoji. Wananchi waendelee kuwa na subira, ni swala la muda tu. Naamini kuanzia mwaka ujao, na nikisema kuanzia mwaka ujao, sisi tukisema mwaka ujao maana yake ni kuanzia Julai. Kuanzia mwaka ujao programu inaanza na tutachagua vitongoji vya kuanzia. Ndani ya miaka 2-3-4 vitongoji vyote vitakuwa na umeme. Swala la mawasiliano Sikonge, umeniuliza miundombinu, tuko vizuri. Hakuna kata ambayo haina mnara wa simu. Kila kata kuna mnara wa simu, maana yake kila kata kuna mawasiliano. Na ukitaka 4G ya internet, kila kata kuna 4G ya internet. Kwa hiyo kwenye kata zangu zote 20, nenda popote utapata internet. Labda wanatofautiana tu kwamba kata hii watakuwa na internet ya Tigo, kata hii watakuwa na internet ya Airtel, kata hii watakuwa na Voda, lakini lengo hasa tunakoelekea kila mtandao uwe na 4G, 3G, watu waongee na Ulaya wabadilishane mawazo kwa data. Sawa, umegusia kuhusu namna ambavyo kijiji kinabadilika na kinakuwa mji. Sababu unasema umeme ukiwepo basi mji unabadilika. Vipi katika hali ya kumtua mama ndoo kichwani? Mmefanyaje kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba maji yanapatikana kote kama umeme unapopatikana kila nyumba? Kwa sehemu ya kwanza tumezungumzia miundombinu kwa ujumla. Lakini sasa sehemu ya pili tuzungumzie huduma za jamii. Huduma za jamii maana yake hapo tutazungumzia afya, elimu, maji. Kwa upande wa afya ya msingi tumepiga hatua kubwa napo sana tu. Tulikuwa na zahanati 24 mwaka 2015. Leo hii tunaanza kusogea, tunakaribia zahanati 40. Tulikuwa na vituo vya afya viwili mwaka 2015. Leo hii tumezindua vituo vya afya 5 na tunaendelea kujenga kituo cha afya cha 6. Kwa hiyo kwenye afya nako tumepiga hatua. Mwaka 2015 hatukuwa na hospitali ya serikali ya wilaya. Leo tuna hospitali ya serikali ya wilaya. Kwa hiyo hayo ukiangalia hapa katika kipindi cha miaka 10 tu, hayo ni maendeleo makubwa sana. Na wananchi kwa kweli wanayaona, na tunawaambia wananchi kwamba mwenye macho hambiwi tazama. Kwenye upande wa maji, umeuliza maji. Kwenye maji tumejitahidi sana. Tuna visima na tuna mabwawa. Tuna bwawa la Igumila jipya kabisa, tuna bwawa la Ulianyama jipya kabisa, na mabwawa ya zamani ambayo tulikuwa tunategemea zamani. Lakini kikubwa zaidi tunaleta maji kutoka Ziwa Victoria. Yalifika Tabora pale mwaka 2018, sasa mwaka huu yatafika Sikonge. Maji kutoka Ziwa Victoria. Ukiunganisha na miundombinu ambayo tulikuwa tunaitegemea, maana tulikuwa na wastani wa 49% ya upatikanaji wa maji Sikonge. Tukiunganisha na ile maji ya Ziwa Victoria, tutafikia wastani wa 80% upatikanaji wa maji Sikonge. Na mama hapo atakuwa
mama atakuwa amemtoa ndoo mwanamke wa Sikonge. Ni jicho letu kutoka Sky TV kubwa, tukiangazia namna ambavyo utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na leo tuko mkoa wa Tabora katika jimbo la Sikonge na wilaya pia ya Sikonge, ambapo tunazungumza na mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Joseph Kakunda, mbunge wa Sikonge, tukiangazia namna ambavyo katika kipindi chake mabadiliko makubwa ambayo yametokea. Umemsikia vizuri akizungumza kuhusu umeme namna ulivyo, miundombinu na hali pia ya afya katika upande mzima wa uboreshaji wa vituo vya afya. Katika kipindi hiki ambacho tunasema kwamba kwa sasa kwa namna utawala wako ni miaka 10 tayari. Ndani ya miaka hii 10 nataka kufahamu kwamba fursa za uwekezaji katika jimbo la Sikonge ziko vipi, na vijana pia wanapewa nafasi gani ya kuhakikisha kwamba wanamiliki uchumi wao? Sisi kwanza jimbo la Sikonge kwa asilimia zaidi ya 90 ni wakulima. Uwekezaji wetu tunawekeza zaidi kwenye kilimo, na zao letu kubwa la biashara ni tumbaku. Huko ndo tunakupatia fedha nyingi, na uzalishaji wa tumbaku umekuwa ukiboreshwa mwaka hadi mwaka. Shukrani sana ni kwa Rais Samia Suluhu Hassan na waziri wake Mheshimiwa Hussein Bashe, ambao wamekuwa wanahamasisha kwamba zao hili liongeze uzalishaji wake. Na maana kuongeza uzalishaji wake ni kuongeza fedha kwa wananchi. Hilo ni jambo zuri, na masoko kwa mfano ambayo yanaendelea sasa hivi ni masoko ambayo yanavutia. Watu wanauza tumbaku kilo moja mpaka shilingi 6,000 7,000, na kwa kweli kwa wale waliolima ni kicheko. Kwa wale ambao hawajalima hiyo, maana uwekezaji mkubwa sisi kwetu ni kwenye tumbaku. Uwekezaji wa serikali kwenye viwanda, tumejaribu kuwekeza kwenye kiwanda cha kuchakata mazao ya nyuki kwa maana ya asali na nta pale Sikonge. Tumekamilisha majengo, tumenunua mashine, bado hasa tunakamilisha hatua hasa ya uendeshaji ambayo naamini kuanzia mwezi Julai tutakuwa tumekamilisha hatua ya uendeshaji. Tunategemea kuajiri ajira za muda za wananchi karibu 2,000 na ajira za kiwandani karibu 400. Kwa hiyo kwa kweli hiyo itakuwa ni ukombozi mkubwa sana kwa upande wa wafuga nyuki. Lakini vivyo tuna viwanda vidogo vidogo vingi vya mbao, kwa sababu eneo letu sisi nimesema ni kilomita za mraba 27,873, lakini karibu kilomita za mraba 26,000 ni misitu ya hifadhi ambayo kuna miti mingi natural kabisa, miti ya asili. Kuna uoto asili mwingi sana. Kule kuna uchumi mkubwa sana ndani ya misitu. Na hizo tunataka kuwekeza kwenye uvunaji wa hewa ya ukaa ili tuanze kuuza. Kwa hiyo ni maeneo ya uwekezaji ambayo kwa kweli yatatupeleka mbele sana kimaendeleo. Naam. Sawa. Wakati tunazungumza na tumegusia moja kati ya vitu muhimu, kagusia kuhusu afya na vituo kadhaa vya afya. Ukubwa wa jimbo ambao umeuzungumza na mahitaji ya wananchi wako, unadhani kwamba kunahitajika kuongezeka vituo vingine vya afya, au unaona kwamba kwa kipindi hiki vituo vinatosha, au vipi? Kwa sababu ukubwa wa jimbo na vile vituo vya afya ambavyo mvitaji najaribu kuviangalia hapa, naona kama kuna uhitaji. Sijui wewe hili umeliangalia vipi mheshimiwa mbunge? Kwanza sifa kubwa ni kwa wataalamu. Mwanzoni sera ya serikali ilikuwa ni kupeleka kituo cha afya kila kata na zahanati kila kijiji. Lakini baadaye ilipofanyika tathmini mwaka 2018 wakabaini kwamba kuna baadhi ya kata ziko karibu zinaweza kashia kituo cha afya, na baadhi ya vijiji viko karibu vinaweza kashia zahanati. Kwa hiyo serikali ikaanza kuangalia uwekezaji kulingana na umbali kufika kwenye kituo cha afya ili kuwekeza kituo cha afya. Kwa hiyo vituo vya afya 5 tulivyo navyo na hiki cha 6 ambacho kinaanza kujengwa mwezi huu wa 5, tumepata milioni 250. Hivi vitapunguza umbali wa kufika kwenye kituo cha afya, lakini bado kuna kata zaidi ya 5 ambazo kwa kweli kwa kuzingatia umbali zinahitaji vituo vya afya. Kata kama Ipole, kata ya Usunga,
kata ya Kilumbi, kata ya Pangale, na kata ya Ngoyo. Hizo zote zinahitaji vituo vya afya. Kwa sababu mtu akitembea kutoka Utimule mpaka afike Sikonge ni kilomita zaidi ya 69. Atoke Ipole mpaka Sikonge kilomita 30. Kwa hiyo ni mbali. Kwa hiyo kwa kuongeza umbali huo, tukiongeza vituo vitano hivyo itakuwa ni nafuu zaidi kwa wananchi. Tutakuwa tumepeka huduma kwa wananchi. Ingawa katika maeneo yataja kuna zahanati, lakini zahanati inatoa huduma za msingi ambazo wakati mwingine daktari pale kwenye zahanati anaweza akashauri mgonjwa apeleke rufaa kwenye kituo cha afya. Sasa kama kituo cha afya kiko mbali inakuwa ni shida. Kwa hiyo ndo nimesema maeneo matano hayo. Tuna vituo 6 vya afya, vituo 5 ambavyo viko vizuri na kimoja kinajengwa. Tukipata 5 vingine, hapo itakuwa ni tumesogeza huduma zaidi kwa wananchi. Itakuwa ni jambo zuri. Wakati tunasubiri kupata hivi 5 vingine, mchakato ukoje sasa hivi? Utaratibu ukoje? Kwa sababu katika kipindi chako cha miaka 10 ndio tunasema kwamba tunaenda ukingoni kabla bunge halijavunjwa, na naamini kwamba unagombea tena. Naam, tugombea. Au mzee anasema kwamba sasa imetosha, unahitaji ukae na wajukuu. Kwanza katika kipindi cha miaka 10 kupata vituo vya afya 4, hilo ni kazi kubwa sana imefanyika. Sio ya kwangu, kwa ushirikiano na viongozi mbalimbali pamoja na serikali. Ni kazi kubwa sana imefanyika. Tambua kwamba tangu uhuru tulikuwa na vituo vya afya 2 tu mpaka 2015. Sasa kama katika kipindi cha miaka 10 tumepata vituo vya afya 4, inaonekana kabisa kwamba viongozi wetu wa juu wanaweka nguvu zaidi katika kupeleka rasilimali ambazo zinawahudumia wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo viongozi wetu wa juu nao wamebadilika. Unaona, wanaweka nguvu zaidi kumhudumia mwananchi wa kawaida. Hilo ni jambo ambalo ni nzuri sana. Ni uwekezaji wa serikali ambao baada ya kusikiza mahitaji kutoka kwa wawakilishi wa wananchi wanapeleka sehemu ambazo huduma zinahitajika. Ni jambo ambalo ni kubwa sana. Mimi nasema kama nitapata miaka mingine 5, alafu nikapata miaka mingine 5 tena, ingawa sasa nadhani miaka 15 ni mingi sana. Nisije nikamiliki jimbo. Jambo la msingi ni kwamba nikipata hii 5, tukipata vituo vya afya vingine hata 3 katika miaka 5 inayokuja, itakuwa ni jambo kubwa sana kwa upande wa wananchi. Na mimi nitakapokuwa naondoka, niondoke kwa raha kama nitaondoka 2030. Niondoke kwa raha kwamba tumetimiza haya, na mkabidhi mwenzangu kwa bashasha. Nikiwa nimefanya mambo ambayo hata mimi mwenyewe nakuwa naridhika kwamba hapa nimefanya vizuri. Na mimi wakati tunaingia katika miaka 5 ya kwanza, kuna mambo ambayo ulikuwa nayo na ukatamani kuyafanya, na amini yamefanyika sana. Na miaka 5 hii ambayo unaenda kumaliza, hii tujumlishe hiyo 10, kuna mambo ambayo ulikuwa nayo na umeweza kuyafanya. Tuanzie hapa katika miaka 5 hii, toka 2020 mpaka sasa 2025. Yale ambayo mheshimiwa mbunge ulikuwa nayo na kusema kwamba sasa nataka nifanye haya, unadhani yote umeyafanya na kuongeza, au unadhani kuna mengine labda yamebaki 2 matatu ambao wanasema natamani nikiingia tena nikamilishe hii kazi? Mimi nilikuwa naomba kabla tujafika kwenye yale ambayo ni matamanio ya kiongozi mwakilishi, nirudi kwenye matarajio na matamanio ya wananchi. Tumalizie kwenye huduma za jamii. Upande wa elimu, wakati naingia mimi 2015, tulikuwa hatuna shule ya kidato cha 5 na 6 hata moja kwenye jimbo zima. Leo hii tunazungumzia uwepo wa shule 5 za kidato cha 5 na 6. Hilo ni jambo moja kubwa sana. Na bado tunapanga kwamba tuongeze shule angalau 2 za kidato cha 5 na 6, ziwe 7. Ili kufanyaje? Ili watoto wanaosoma kwenye shule za kata, sio wazazi wengi wanamudu gharama za kuwasafirisha kwenda mbali kusoma form 5 form 6. Angalau wengi wabaki wanasoma ndani ya jimbo. Hilo itakuwa ni mchango mkubwa sana 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 kwa wananchi. Naishukuru serikali, uwekezaji kwenye huduma za jamii hasa kwenye sekta ya elimu umekuwa mkubwa sana. Tumepata katika kipindi cha Rais Samia Suluhu Hassan tu, hii kipindi cha miaka 4, tumepata bilioni 20 kwenye uwekezaji kwenye sekta ya elimu.
Hiyo ni jambo kubwa sana, halijapata kutokea tangu tupate uhuru. Kwa hiyo uwekezaji huu kwenye sekta ya elimu ambao umeboresha madarasa kwenye shule za msingi, umeboresha madarasa kwenye shule za sekondari, umeanzisha program kwa za kidato cha 5 na 6 kwenye shule zetu za sekondari, ni mambo muhimu sana. Lakini zaidi tunajenga chuo cha ufundi VETA cha wilaya, lakini tumeboresha sana FDC. Kwa hiyo ni fursa ambazo wananchi wetu zitawafanya sasa waweze wakizitumia vizuri waweze kupata maendeleo makubwa sana ya kifikra, kimtazamo, na katika kuendeza familia na kujiendelea na kuendeza maeneo yetu kwa ujumla. Lakini vile vile hii fursa ya umeme inasaidia uwekezaji kwenye viwanda vidogo vidogo, inasaidia uwekezaji kwenye huduma kama mfano saluni za wanaume, saluni za wanawake, viwanda vidogo vidogo vya mbao, viwanda vidogo vidogo vya kukereza, viwanda vidogo vidogo vya kuchomelea. Kwa hiyo ni fursa nyingi sana zinaletwa na sekta ya umeme, sekta ya barabara, sekta ya mawasiliano na maeneo mengi. Kwa kweli tumepata yani kama ni matamanio ya kiongozi yoyote ule, unaweza kuridhika kwamba angalau hapa ukifanya tathmini unaona kabisa kwamba hapa tumefika mahali ambapo ni pazuri. Jambo Entebbe, Jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi, pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Jicho letu. Kwa kweli huwezi kufika hapo bila kutaja uongozi mzima wa nchi. Na huwezi kunyanyua mabega ukasema mimi ndo nimefanya. Hapana. Wewe nani? Wewe unachukua mahitaji ya wananchi, kuna mahali unayapeleka. Sasa ukiyapeleka mahali ukisikilizwa, yakitekelezwa, hayawezi kuwa ya kwako peke yako. Kwa hiyo hayo yote ni ushirikiano wa viongozi, mbunge, diwani, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, mkuu wa wilaya, mkurugenzi na timu yake, mkuu wa mkoa na timu yake, waziri na timu yake, hatimaye unafika kwa rais. Shina ni rais. Afya, elimu, miundombinu ni baadhi ya vitu ambavyo umesikia na umemsikia vizuri Mheshimiwa Mbunge Joseph Kakundo kutoka jimbo la Sikonge akieleza namna ambavyo utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi umefanya vizuri katika eneo hilo. Na yeye mwenyewe amesema kabisa kwamba sio yeye tu amefanya, ni kwamba amechukua mahitaji ya wananchi na kuyakabidhi sehemu husika na kisha yakapata suluhisho yake. Ni jambo moja zuri zaidi. Nataka kufahamu kwamba kabla tujaenda katika uchumi, namna ambavyo tunaweza kutengeneza uchumi, wadau wa maendeleo na marafiki wa maendeleo katika jimbo lako
wamesaidia kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba ile ndoto inatimia? Kwanza katika yale wadau wa maendeleo katika uwekezaji na katika kwa ujumla wameshiriki sana. Kwa mfano sisi tuna jumuiya za dini, kuna Wamoraviani wana shule zao, Wakatoliki wana shule zao, wana miradi yao mingi tu ambayo inasaidia. Kwa mfano sasa hivi ndugu yangu Padre Katoba ametuletea mradi wa ufugaji wa samaki, mabwawa ya samaki, ambao huo wananchi wakitumia vizuri unaweza kutupeleka mbali sana. Ukiacha hasa wadau hawa wa mashirika ya dini, kuna wadau ambao ni mashirika ya kimataifa. ADRA wako pale Sikonge, wameanza kuingia kwenye eneo la utunzaji wa misitu kwa ushirikiano na wananchi, na wanatoa elimu ya utunzaji, uhifadhi kwa wananchi. Ni jambo ambalo ni kubwa sana. Lakini nikiangalia uwekezaji unaopitia TFS nao ni mkubwa sana. Wamepandisha msitu wetu mmoja umekuwa ni msitu wa uoto asili, ambao sasa huo msitu umeanza kutangazwa mpaka Ulaya. Ni jambo ambalo tunategemea ndani ya muda mfupi kutakuwa na uwekezaji wakubwa kwenye eneo hasa la uendelezaji wa misitu na hifadhi ya misitu. Wako wachache ambao wana mikataba ya uwindaji, na wanafanya kazi hapa na pale za maendeleo, wanajenga mabweni, wanajenga madarasa, wanajenga. Kwa hiyo ni mchango kwa jamii, kwa wadau wa maendeleo nao upo ni mkubwa sana katika maeneo mengi. Sawa. Mtazamaji wa Sky TV, kama nilivyokueleza hapo awali kwamba leo tupo Sikonge kwa Tabora, tuko na mbunge wa jimbo la Sikonge kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Joseph Kakunda, akielezea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na naamini wewe ambaye tutazama sasa hivi, naamini kile ambacho kinazungumzwa kwa mapana yake na ukubwa zaidi. Tugusie kuhusu uchumi. Tuanzie mmoja na ukubwa wake uchumi kitaifa kwa ujumla katika eneo la Sikonge. Hali ikoje? Na mbali mwanzoni niligusia kwamba namna ambavyo wananchi wa Sikonge wanatengeneza zaidi uchumi wao kupitia tumbaku, lakini najua pia Tabora pia inahusika na asali na vitu vya namna hiyo. Tugusie uchumi katika upana wake. Hali ikoje wakati umeingia, hali ulivyoikuta, na sasa hivi unaonaje ukiangalia hiyo graph? Kwanza mimi ni sifu sana uongozi wa nchi, hasa Rais Samia Suluhu Hassan, ndio ambaye amewekeza sana kwenye sekta ya kilimo kuliko awamu huko tulikotoka. Unaweza kuona kwamba hata kitaifa tu bajeti inayopichwa bungeni imetoka karibu bilioni 400 mpaka karibu trilioni moja na zaidi. Hilo ni jambo ambalo ni kubwa sana. Unaiona kupitia vitu gani hasa kwa mwananchi? Unaviona kupitia mbolea ruzuku kwenye mazao ya chakula, unaiona kupitia ruzuku kwenye sekta ya tumbaku, lakini vile vile unaiona kupitia uboreshaji wa masoko ya tumbaku. Hadi sasa hivi watu walikuwa wanauza tumbaku miaka 3-4 iliyopita kwa shilingi 3,000, 4,000, 5,000. Leo hii bei inaanzia 6,000, 7,000. Ni mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa familia, na ni jambo ambalo haliwezi kupita bila kupongezwa. Lazima tulipongeze sana. Kwa hiyo ukiacha uwekezaji wa serikali kwenye ruzuku, lakini kuna masoko kama ya asali ambayo yanaandaliwa kupitia kiwanda cha asali, lakini vile vile kuna hamasa ya kuanzisha vyama vya ushirika vya asali na nta, ambavyo hivi vyama vya ushirika vya asali na nta vitasaidia sana kuweza kuwasaidia wale wafugaji wa nyuki hasa kwa ujumla. Lakini vile vile kuna vyama vya ushirika ambavyo vinaanzishwa kwenye eneo la uvuvi. Sisi tuna mito kule ina samaki na watu wanavua. Sasa walipokuwa wanavua mmoja ilikuwa ni shida sana kwa ratibu. Sasa hivi wanaenda kuanzisha vyama vya ushirika, wakiratibiwa vizuri, maana yake ni kwamba watapata masoko mazuri na watajitengeneza vizuri zaidi, watakuwa na mchango mkubwa sana kwenye familia zao na kwa nchi. Hiyo ni mambo ambayo kwa kweli uchumi wetu unakwenda kuboreshwa. Lakini zaidi kuitumia vizuri misitu yetu. Tuna misitu 9. Misitu 4 ni ya serikali kuu na misitu 5
ni ya halmashauri ya wilaya. Hii misitu yote hii, kwanza msitu mmoja tumeshaupandisha, umekuwa ni hifadhi ya uoto asilia, msitu wa Itulu, lakini kuna misitu mingine mitatu ya taifa ambayo ni ya misitu ya miti ya kawaida, ambako uwekezaji unaoendelea mle ndani ni pamoja na ufugaji wa nyuki. Misitu ile ya halmashauri ambayo nao kuna ufugaji wa nyuki na shughuli nyingine, tunataka tuanzishe biashara ya kuvuna hewa ya ukaa na kuiuza, ambayo tunaamini kwamba inaweza kutupa kuanzia bilioni 10 na kuendelea. Ni jambo ambalo ni kubwa sana. Budget ya halmashauri sasa hivi iko around bilioni 4. Sasa tukipata bilioni 10, tukaona bilioni 14, hiyo nadhani wewe mwenyewe unaweza kufikiria tukichwani kwamba tutakuwa wapi katika shughuli za uwekezaji wa ndani ya halmashauri ya wilaya kabla tujapata fedha za serikali kuu. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalenga litatupa mchango mkubwa sana kwenye maendeleo yetu kama wilaya. Maeneo mbalimbali kumekuwa na changamoto hii kubwa inagusa sama vijana, kina mama na ile kundi maalum. Hususan katika swala zima la mikopo ambayo inatolewa katika halmashauri. Wewe ni mbunge na hili najua kwamba unalijua na unalo. Vipi katika jimbo lako la Sikonge? Kumekuwa na changamoto yoyote katika upatikanaji wa mikopo hii, na je, hata kama inapatikana watumiaji wanaitumia kama inavyotakiwa au kumekuwa na utofauti kidogo? Katika eneo hili la mikopo, kwanza changamoto kubwa ambayo halmashauri inaipata, waombaji wengi kuliko uwezo wa mikopo. Kwa sababu ile, kumbuka mikopo ile ni 10% ya mapato ya ndani. Kwa hiyo kama umekusanya bilioni 3, manake 10% ni milioni 300, si ndio hivyo? Ukikusanya bilioni 4, manake ni milioni 400. Sasa kwa sababu kuna kipindi mikopo ikutolewa kama mwaka mmoja na nusu hivi, kwa sababu ilisimamishwa ili kuangalia utaratibu mzuri zaidi wa kutoa mikopo. Ndio maana mwaka huu halmashauri imeweza kutoa mikopo mara 2. Kwanza ilitoa mkopo kama milioni 300 kipindi cha mwezi wa 3 wa pili. Vikundi takriban vikundi kama 30 hivi. Alafu sasa hivi mwezi huu wa 5 watatoa tena milioni 300 kwa vikundi kama 35 hivi. Kwa hiyo waombaji wanakuwa labda vikundi 200. Vikundi vinavyokuja kupata vikundi 35. Sasa hapo ndo changamoto ipo. Unaona? Nani unampa, nani unamwacha? Vijana, wanawake na wenye ulemavu waliobaki wanakuwa wanasema sisi hatujazingatiwa, maombi yetu hayajazingatiwa, kwa hiyo wanakuwa wanalalamika. Kuna watu fulani. Ndio maana mara nyingi tunashirikiana sana waheshimiwa madiwani na viongozi wa vijiji kuambia wawe na subira na kuwaomba hawa watoaji wa mikopo, hawa kamati za mikopo ambazo wanasiasa wameshaondolewa kwenye kamati za mikopo, ni wataalamu tu. Wafanye kazi za utaalamu kuhakikisha kwamba yule aliyepewa asipewe tena mpaka wapewe wale ambao walikuwa wameomba mwanzo hawakupata. Lakini vile vile kuangalia vigezo, sio kwamba anayeomba lazima apate, anaifanya hiyo shughuli anayoombea. Mara nyingi zamani ilikuwa watu wanajiunda, tunde kundi tukapate mkopo, hawafanyi shughuli yote. Ni hiyo mikopo mingi ndio ilikuwa inapotea. Lakini sasa hivi inalengwa, kama ni mafundi seremala wawe kweli wanafanya useremala, kama ni mamantilie wawe kweli mamantilie, na mtaalamu afisa maendeleo ya jamii atakwenda kuwakagua. Kama ni wakulima wa bustani kweli wao wanalima bustani, na mtu akiwakagua aikute bustani pale. Kama wanafanya ujasiriamali wa duka liwepo, na kweli mjasiriamali akienda pale akute kuna duka. Na akaunti ya benki iwe na tabia ya kujiendesha. Unajua akaunti ya benki ina tabia kujiendesha. Mtu anaweza ukiangalia unaweza kujua wameweka, wametoa, wameweka, basi vitu kama. Kwa hiyo vigezo hivyo ndio ambavyo vya msingi wanavyoangalia wataalamu. Sasa unaweza kukuta wengi wa vikundi ambao vinabaki havijapewa mkopo, wengi wanakuta vigezo vile wanakuwa hawajavifikia. Sasa hiyo ndo
Sisi tukipita wanasiasa tunawaambia nyinyi hamjafikia kigezo, basi anzisheni shughuli ambayo mtaalamu akija akikuta mnaifanya basi. Mimi kwa mfano, mimi nimekuwa nikipita na hamasisha vijana wangu walime vitunguu. Sikonge sisi tunaagiza vitunguu Tabora mjini, tunaagiza vitunguu vya kutoka Singida, vya kutoka wapi, wakati sisi tuna ardhi nzuri ambayo vitunguu vinastawi. Kwa hiyo ni jambo ambalo kidogo kidogo wameanza kulichukua na wameanza kulifanyia kazi. Sisi ukikuta watu wanalima zao la matunda, wanalima zaidi tikiti maji. Kila mtu anataka kulima tikiti maji, lakini wanasahau kitunguu. Kitunguu ni kizuri sana kwa sababu kitunguu kinaweza kuhifadhika kwa muda mrefu kidogo, tofauti na nyanya. Hiyo nyanya mimi hawajasikia naisema popote, kwa sababu nyanya management yake, kilimo chake ni kigumu sana. Ikianza kuiva ichumwe na ifike sokoni kabla haijaoza. Sasa hiyo ndio maana hawajanisikia mimi nikisema sana kuhusu nyanya, lakini nimesema sana kuhusu vitunguu. Alafu kuna baadhi ya maeneo yale ya karibu na Mbeya nimesema sana kuhusu viazi mviringo. Watu waanze kulima mazao mapya ambayo yatawasaidia. Kuna baadhi ya maeneo yanashinda sana kulima maharage. Kuna maharage mekundu, maharage meupe, alafu kuna maharage ya njano ambayo yana soko kubwa. Kwa hiyo hiyo ni vitu ambavyo naamini watu wetu watapiki taratibu. Mheshimiwa Joseph Kakunda, wakati tunawasisitizia wananchi wako kuhusu namna ya kulima kilimo ambacho kitakuwa kinatija, nasema hivyo, na wewe mwenyewe unaona kabisa kwamba kitunguu ndio kina nafasi kubwa kwa sababu kinaweza kukaa kwa muda mrefu. Vipi katika upande mzima wa pembejeo za kilimo, wataalamu wa kilimo kwa ajili ya kupita kwa wananchi wa jimbo la Sikonge na kuweza kupewa elimu kuhusu namna ya kuwa na kilimo bora chenye tija? Jitihada hizi zinafanyikaje na walengo wanazipokea vipi? Kwanza nimesema tunaangalia at the center. Rais wetu yuko vizuri sana na mshauri wake kwenye sekta ya kilimo Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe amefanya vizuri sana. Amefanya vizuri sana. Mimi nilikuwa waziri, najua maana ya kuwa waziri na nafahamu. Amefanya vizuri sana kwa sababu ameweza kushawishi Mheshimiwa Rais akafanya maamuzi ya kununua vifaa vya kupimia udongo karibu nchi nzima, na hicho kifaa kikitumika vizuri maana kinatambua kwamba udongo huu utarutubika vizuri zaidi na mbolea aina fulani, udongo huu haufai mbolea aina fulani. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa sana. Wakiwa wameipima ardhi yote ya Sikonge ikaonyesha kwamba mbolea fulani itafaa sehemu fulani itafaa mbolea aina fulani, ukubwa wa jimbo unafanya jimbo liwe na sehemu tofauti za hali ya hewa. Ukienda Kipili kuna hali yake ya hewa ya baridi, Kipili na Kilumbi. Ukienda Kitunda kuna hali ya hewa nyingine karibu na Mbeya na Rukwa kule. Ukija huku Sikonge, kutafa Sikonge kuna hali ya hewa nyingine. Kwa hiyo ina maana kwamba kitu cha kufanya Kitunda sio lazima kile cha kufanya Sikonge. Ndio unakuta kwamba baadhi ya watu wa tarafa ya Kiwele wanalima pamba sana. Baadhi ya watu na wangependa walime pamba. Sema tu kulikuwa na kipindi fulani wenzetu wa Chunya walipataga mdudu mwekundu ambaye anaathiri pamba. Kwa hiyo pamba ikapigwa marufuku kwenye eneo hilo lote. Lakini kwa sasa hivi nadhani tunasubiri tu wenzetu wa Wizara ya Kilimo waende wakaangalie, je, huyo mdudu mwekundu bado yuko Chunya kule Lupa au ameshaondoka. Kama ameshaondoka basi wakiruhusu kilimo cha pamba, na sisi tutakuwa wakulima wakubwa sana wa pamba kwenye kata 4 ambazo zinalima pamba. Waweza kutufuatilia vizuri pia kupitia mitandao yetu ya kijamii Sky International TV, ambapo hapo unaweza kupitia Facebook, Instagram pamoja na X Sky International TV, na ukaweza kupata vizuri zaidi kile ambacho tunakizungumza katika jicho letu liko linaendelea kuweza kuangazia mambo tofauti na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mbunge Joseph Kakunda, umenong'oneza kwamba una nia tena ya kugombea katika miaka mingine 5. Hicho ni kitu ambacho nimekisikia kutoka kwako. Nataka kufahamu kwamba kwa nini, na utakapopata hiyo nafasi, Mungu akikujali ya kurudi tena, nini ambacho nawaambia unaweza ukifanya tena Sikonge ambacho naona kwa katika kipindi hiki cha miaka 10 bado hujakifanya? Kwanza nimeshawatembelea viongozi wenzangu kwenye kata zote 20.
na nimetangaza kwamba tarehe 28 hadi mwezi wa 6 tarehe 2 mwezi wa 7 ni siku za kuchukua na kurudisha fomu. Kwamba na mimi nitakuwa miongoni mwa wale ambao watachukua fomu na kuirudisha ili tusubiri maamuzi ya chama. Kwa sababu anayekurudisha ni chama. Kwa mujibu wa taratibu ulioko mpaka leo, sijajua mkutano mkuu utaamua nini wa tarehe 29-30, lakini kwa mujibu wa taratibu tulizonazo mpaka leo ni kwamba tutajaza tu fomu, alafu tutazikusanya kwa katibu wa wilaya, alafu vikao vitaanza kutujadili pale wilayani, mkoani, alafu makao makuu ya chama, kuna kamati ya maadili, kamati kuu, halmashauri kuu. Alafu watateua majina 3 au 4 ya kurudi kwenda kupigwa kura za maoni. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba mimi nitagombea. Ni mpaka chama kirudishe jina lako. Kama chama kitarudisha jina langu, mimi niko tayari. Na ahadi nilizozitoa kwa viongozi wangu ni 3. Ya kwanza, wale wenzangu, wagombea wenzangu ni Wanasikonge. Mpaka mtu amechukua fomu, manake ana kitu cha kutaka kufanya Sikonge, ana mawazo. Mimi nitawasikiliza, nitawaheshimu, sitawatukana, sitawabeza, sitawakashifu, kwa sababu hao ni wana CCM safi kama mimi nilivyo. Naona wanakuja kugombea, kwa hiyo nitawaheshimu. Jambo la pili, nimesema Chama cha Mapinduzi nitaendelea kukipa heshima yake, kwa sababu kimenipa mimi fursa ya kuwa kiongozi kwa miaka 10. Heshima hiyo sio ndogo, ni kubwa sana. Wabunge tuko 394, wabunge wa CCM kama 355 hivi. Hiyo ni heshima kubwa sana, sio ndogo. Nitaendelea kukienzi. Lakini ahadi ya 3 ambayo nimesema, nitaendelea kupigania maendeleo ya Sikonge, niwe mbunge au sio mbunge, kwa sababu unaweza ukachukua fomu ukagombea, lakini anayeamua kwamba tumrudishe ni chama, kikao cha chama. Okay, hiyo kurudisha, watu haja kupiga kura. Unaona bwana, watu haja kupiga kura, lazima uheshimu maamuzi yao vile, sio? Lakini vile vile unaweza kaongoza kura za maoni, kikao kikamtoa mgombea mwingine. Kwa hiyo hii hapa hatusemi kwamba mimi lazima mimi nitakuwa, hapana. Ila jambo ambalo nahakikisha Chama cha Mapinduzi ni kwamba wateue mtu yeyote. Sikonge ni mali ya CCM. Wateue mgombea yeyote. Sikonge ni mali ya CCM. Nikiwa mimi, basi nitaanzia pale ambapo nimeishia sasa hivi, kwenda mbele zaidi. Nafahamu programu ambazo zinaendelea za miundombinu, za huduma za jamii, za uchumi, nitaendelea nazo hizo ili kujenga Sikonge ambayo iko imara zaidi. Mambo muhimu sana ambayo bado tunatarajia kuyafuatilia endapo chama kitaniamini tena kurudi, lazima jambo la kwanza ni kujenga barabara inaunganisha mkoa wa Tabora na mkoa wa Mbeya, ambao kipande kilichobaki ni kutoka Ipole hadi Rungwa kilomita 172, kipande cha Rungwa hadi Makongorosi kilomita 219, na kipande cha kutoka 11, na kipande cha kutoka Rungwa kwenda Itigi hadi Mkiwa kilomita 219. Hivyo vipande vitatu vikijengwa kwa lami itajenga mishipa damu ya uchumi wa maeneo hayo, na biashara kati ya mkoa wa Tabora na Mbeya na Zambia na Malawi na mikoa ya Songwe, Mbeya yenyewe, Katavi, itainua sana uchumi wa maeneo hayo. Unajua ujenzi wa barabara unazingatia decision mbili, highway au uchumi. Highway development sio lazima kuwe na vigezo vya kiuchumi, lakini vigezo vya kiuchumi, economic decision, ni vya muhimu zaidi ili kujenga. Sasa hapo kwa sababu ya ile mawasiliano kati ya mikoa ya kati ya Tanzania na Mbeya, Zambia, Malawi na ile Kongo ya Lubumbashi, hilo ni jambo kubwa sana kama hizo barabara zitajengwa. Kwa hiyo mimi nitaanzia hapo kuzifuatilia. Lakini na mambo mengine makubwa ya kuhakikisha kwamba maji ya Ziwa Victoria yanafika, watu wote wapate maji. Ikiwezekana maji yasogee mpaka kwenye yadi ya nyumba. Hiyo ndo mambo ambayo ya kufuatilia. Lakini kwenye elimu lazima tukamilishe VETA, tukamilishe FDC, tukamilishe vyuo vyetu vya ufundi vingine vidogo vya mashirika, lakini vile vile shule za sekondari za kidato cha 5 na 6, shule za sekondari za kawaida, shule za msingi bora tuboreshe zaidi. Tuna kazi kubwa ya kufuatilia shule kongwe
ambazo zimezeeka, zilijengwa zamani, zimezeeka. Tulikuwa tunaangalia zaidi maeneo ambayo yanahitaji shule mpya na madarasa mapya. Sasa hivi focus ya kipindi cha miaka 5 ijayo inabidi kuangalia vile shule ambazo ni kongwe, zina madarasa chakavu, mengine hayana sakafu, ishaondoka, yani ni vumbi, wanasoma watoto. Mambo kama hayo ni muhimu sana kuyafuatilia na kuhakikisha kwamba yamekaa vizuri. Wakati ulipopata nafasi ya kurejea jimboni kusalimia na kuangalia yale maelekezo ambayo uliyatoa katika jimbo kama umefanyiwa kazi, naamini kuna vitu tofauti ambao umeweza kwenda kuvishuhudia kutoka huko. Moja kati ya jambo ambao ningependa kufahamu, mwamko wa wananchi wako katika ushiriki wa kuhakikisha kwamba unashiriki vizuri katika uchaguzi mkuu ujao mwaka wa 2025 ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba, ukoje? Ni mkubwa sana, na sisi kule kwa kweli hatuna, nimesema Sikonge ni mali ya CCM. Hatuna hata mabendera tu ya vyama vya upinzani. Sisi unaweza kutembea vijiji 10 hujaona bendera, au unaweza kutembea vijiji vyote 71 sidhani kama bendera ya upinzani unaweza kuiona pale Sikonge labda 1 au 2. Labda kwa sababu tunaelekea uchaguzi, kuna baadhi wengine watachukua bendera wachomeke tu kwenye nyumba zao kwa sababu yeye anapenda upinzani. Kwa sababu wengine wana mioyo za upinzani tu wa asili, lakini kusema kwamba kuna upinzani Sikonge uzuie watu wasitoke kwenda kupiga kura, hilo jambo halipo. Watu Sikonge watatoka, wataenda kupiga kura. Na nikiangalia mwamko ambao umekuwa kwa miaka hii ya karibuni ni mkubwa sana. Kwa mfano nikikupa taarifa, mwaka 2010 walipiga kura watu kama 12,500. Lakini mwaka 2015 wakapiga kura watu karibu 54,000. Na mwaka 2020 wakapiga kura watu karibu 70,000. Unaona? Kwa hiyo tunakoelekea inawezekana ukafika 100,000. Kwa hiyo mwamko ni mkubwa na unaendelea kuimprove. Sawa, tukiwa tunaelekea ukingoni, moja kati ya nasema shughuli ambazo zinahamasisha jamii, lakini pia ni moja kati ya shughuli ambazo zinajenga uchumi hususan kwa vijana ni michezo. Katika jimbo la Sikonge, Mheshimiwa Mbunge Joseph Kakunda, umeweka nguvu gani kwa vijana katika upande mzima wa michezo ili kwao nao iwe sehemu ya ajira? Katika eneo ambalo kwa kweli bado tunaishawishi sana serikali iwekeze ni kwenye eneo la michezo. Ndio maana ulinisikia wakati nachangia bungeni nilisema kwamba mtazamo ule ambao ulikuwa wameanza nao serikali mwaka 2021 mwishoni hivi ulikuwa mzuri sana, kuhakikisha kwamba serikali inachangia kila kijiji kwa mfano kiwe na kiwanja cha michezo, kila shule iwe na kiwanja cha michezo. Hiyo wanatekeza vizuri. Lakini shule inaweza kuwa na kiwanja cha michezo lakini haina vifaa vya michezo. Hakuna mpira, hakuna jezi, hakuna nini. Kwa hiyo uwekezaji wa serikali kwa maeneo hayo nao tunahitaji. Licha ya kwamba mbunge utatoa vizawadi vya hapa na pale, unakuta kwenye kata kuna timu labda 20. Wewe una uwezo wa kutoa kwenye timu 5 kati ya hizo 20. Labda na madiwani naye support labda timu 2, timu 7. Kwa kweli bado kuna kiu sana ya support ya serikali kama nchi kwenye upande wa michezo, hasa vijijini na kwenye mitaa na kwenye shule kama taasisi. Ni maeneo ambayo kwa kweli tunahitaji uwekezaji, na nimemshauri waziri wa elimu au waziri wa michezo kwamba yeye ndio aanzishe hiyo program. Ninajua sasa hivi wana uwekezaji mkubwa sana kwenye viwanja vya michezo. Wanajenga AFCON Arena kule Arusha. Hapa Dodoma wanajenga kiwanja cha mpira kikubwa, na bado wanahitaji kuboresha Benjamin Mkapa zaidi kwa sababu lile jambo lilotokea siku ya mpira wa Al Masry na Simba kidogo kuleta shida kidogo. Kwa hiyo kunahitajika uwekezaji zaidi pale. Pamoja na uwekezaji huo mkubwa na kujenga chuo cha michezo cha Malia na nini, lakini sasa waangalie kwamba Rais Samia kama kule kwingine ameweka nguvu kwenye jamii na yeye mwenyewe anachangia moja kwa moja kwa ile goal la mama, basi nguvu ya kwenye jamii iende kusapoti vijiji, kusapoti shule.
Jambo Entebbe, Jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi, pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Jicho letu. Na mtazamaji, tukiwa bado tuko pamoja kutoka hapa Sky TV na jicho letu ndio hili. Tuna mengi sana kuzungumza, lakini muda sio rafiki. Tugusie hili katika eneo la vijana. Unawaambia nini vijana kuhusu swala zima la ajira? Kwanza, je, katika jimbo lako kuna shida yote ya vijana kupata ajira, au kutokana na kwamba jimbo la Sikonge lina zao la tumbaku, lina zao la asali, kwa vijana wameingia katika maeneo hayo kwa ajili ya kujiajiri? Lakini kubwa, unawaambia nini vijana wa Sikonge na Tanzania kwa ujumla kuhusu swala zima la kuhakikisha kwamba wanakabiliana na tatizo la ajira? Karibu. Mimi kwanza mtazamo wangu kuhusu ajira uko tofauti kidogo. Mtazamo wangu kuhusu ajira inaathiriwa sana na elimu. Elimu yetu ambayo tunaipata kwenye shule zetu. Ndio maana na msifu Rais Samia Suluhu Hassan amezindua sera mpya ya elimu ambayo kidogo ina mtazamo, inaweza kuleta mapinduzi kwenye hilo eneo. Kwa sababu kama zamani watu walikuwa wanasoma darasani ili aje kuajiriwa, aidha na serikali au na sekta binafsi, lakini mtazamo kujiajiri yeye mwenyewe ulikuwa finyu sana. Ndio maana utakuta kwamba hata vijana ambao wamemaliza vyuo vikuu, vyuo vya kati, hata kujitolea tu hawataki. Anataka akae nyumbani KKB, kulala bure. Ni jambo ambalo kwa kweli sio jambo zuri sana. Na hiyo imeathiriwa sana na elimu yetu. Mimi pale nyumbani kwangu na kijana wangu amesoma walimu, hajapata kazi. Nikamwambia, sikiliza bwana, wewe huwezi kuuza matunda. Sasa hivi anauza matunda. Anajitunza yeye mwenyewe, anatunza na mke wake, na ana pesa ya matumizi. Maisha yanaendelea. Wabunge wengi wanamfahamu yule kijana wangu. Yuko pale bungeni anauza matunda. Na yuko vizuri. Yuko vizuri. Sio sawa sana vijana ambao wako nyumbani tu anasubiri mama apike, aitwe, Johnny, haya njoo kunywa chai. Wale wanatumia ile kanuni KKB. Chakula cha mchana, Johnny, chakula tayari, anasogea. Sasa hile unaweza ukashangaa mtu anafika miaka 45 yuko pale nyumbani anategemea wazazi. Ni jambo ambalo tuliangalia sana, lakini kuanzia kwenye familia tuliangalia sana. Lakini namsifu Rais, hiyo sera mpya ya elimu inaweza ikawasaidia, maana watapata elimu ya amali na nini, akitoka na anafanya shughuli zake mwenyewe. Hilo ni jambo kubwa sana, linaanzia kwenye elimu. Lakini vile vile hata kuchagua program za elimu baada ya kumaliza. Kwa mfano mtu amemaliza form 4 hana sifa za kwenda form 5, kamaliza form 4, hivi anapokwenda kusoma cheti cha afisa utumishi, anategemea ajiriwe wapi? Cheti cha afisa utumishi leo ajue wapi na nani?
Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo unakuta hata wazazi wengine wanakuja nyumbani kwangu, bwana mtoto wangu amechaguliwa kwenda kusoma Mtwara, cheti gani? Afisa utumishi. Naambia bwana hebu subiri, afisa utumishi hatapata ajira. Unaona bwana, huyu mpeleke pale FDC akasome ufundi umeme, atatengeneza hata umeme wa nyumba ya mtu. Huyu mpeleke pale FCD akajifunza useremala, atafungua kiwanda chake, akajifunza uchomeleaji, atafungua kiwanda chake mwenyewe, atajiri vijana wenzake. Kwa hiyo ni jambo ambalo vile mitazamo hii ya elimu inatakiwa ianzie kwa wazazi ili vijana wetu wapate ajira. Vinginevyo ajira ya kutegemea serikalini na sekta binafsi ni ndogo sana, ni asilimia kama 5 tu ya wahitimu. Unaona? Sasa asilimia 95 lazima wajiajiri wao wenyewe, watafute ajira mbalimbali. Huduma za kuhudumia wananchi bado ziko nyingi sana Tanzania. Nyingi mno. Mtu anafungua kigenge tu tayari anapata hela. Tena anapata hela kuliko mshahara wa mtumishi. Anaweza kupata hela, kwa mfano pato lake likawa labda shilingi 40 kwa siku. Faida. Shilingi 40 kwa siku 10 si laki 4. Kwa siku 10. Kwa mwezi si zaidi ya milioni. Kuna mtumishi anaanza kazi anapata milioni serikalini. Hamna hata laki 7 inakuwa hafikishi. Kwa hiyo ni jambo ambalo inatakiwa tujenge fikra fulani za kujitegemea zaidi kuliko kutegemea ajira za ofisini. Neno zuri kwa jamii. Angalau dakika 2 tu. Unaiambia nini jamii? Jamii naiambia ithamini sana amani iliyopo Tanzania. Hilo ni jambo kubwa sana lilifanya viongozi wetu tangu uhuru. Walithamini amani na ndio maana walipiga vita ubaguzi wa kabila, ubaguzi wa dini, ubaguzi wa mtu alikotoka. Wakaanzisha utaifa, wakaanzisha shule ambazo zinaunganisha watu kitaifa, wakaanzisha JKT ambayo inaunganisha utaifa na uzalendo ili Watanzania wapendane. Hilo ni jambo kubwa sana. Watanzania wanatakiwa wathamini sana. Ndio maana nchi hii ina amani mpaka leo. Ni Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Sikonge kwa Tabora, Mheshimiwa Joseph Kakunda. Mmemsikiliza vizuri zaidi na kumtazama akielezea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Sikonge, namna ambavyo umefanyika, na kwa maelezo yake anamaanisha kwamba kila kitu kimeenda vizuri na imevuka lengo. Ni moja kati ya jambo ambalo amelizungumza Mheshimiwa Joseph Kakunda, mbunge wa Sikonge. Nashukuru sana kushiriki nawe katika jicho letu. Asante sana. Na naamini kama kutakuwa na kitu kingine utakuja utashiriki nasi na utaendelea kuweza kutuambia. Lakini pia nikutakia kila laheri katika safari yako ambayo nyingine unategemea kuianzisha panapo majaliwa Mungu akibariki ya miaka 5 mingine. Asante sana. Hii ndio Sky TV. Tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii kwa kuandika Sky International TV kupitia Facebook, X pamoja na Instagram, ukashiriki nasi vizuri. Mimi ni Mariango Mugeta. Endelea kutazama Sky TV, jicho letu. Jicho letu.